Mgogoro huo baina ya wakazi wawili wa mtaa wa Rwenge uliopo manispaa ya Geita waliokuwa wakigombania mpaka wa makazi yao ulikuwa umefikia hatua ya kutoleana vitisho baina yao, jambo ambalo liliusukuma uongozi wa mtaa huo kwa kushirikiana na taasisi ya Tanzania Peace Family TPF kufanya suluhu na pande zote mbili zikakubaliana nyumba iliyokuwa ikigombaniwa ivunjwe katikati ili kutenganisha maeneo hayo. Na hapa wahusika wa mgogoro huo wanatoa shukrani zao kwa serikali na TPF kwa kutatua mgogoro huo. Eneo hili alinunua mume wangu. Baada ya kununua ikatokea kwamba eneo lililokuwepo jirani yangu akawa amedai kwamba ni la kwake, ndipo mgogoro huu ulipoanzia. Kwa sasa ardhi walivyokuja wakatupa mipaka, na hiyo mipaka ndio imefanywa kazi mpaka sasa hivi. Kuna operation ya bomoa ili kutukabidhi eneo letu. Wamenitendea haki hawa watu na ninawaombea mno kwa Mwenyezi Mungu, maana mpaka leo mgogoro ungekuwepo usingepata muafaka mna, ili niepushe mgogoro, na watu wenyewe nikiangalia wamenisaidia, sijatoa hata 100. Nikasema haina shida, nyumba ikatwe katikati. Viongozi wa TPF kanda ya Ziwa kwa kushirikiana na viongozi wa idara ya ardhi manispaa ya Geita wamesema hatua hiyo imeleta utulivu na kurejesha amani kwa wakazi wa eneo hilo. Mgogoro ambao ulikuwa kidogo umekuwa ni mgogoro mkubwa kwa sababu ulitaka kuchukua uhai wa watu. Watu walitaka kukatana mapanga hapa. Kwa hiyo baada ya kuwa tumeonana na pande zote mbili kwa kushirikiana na idara ya ardhi na hawa viongozi pia wa mtaa, tukawa tumefanikiwa kuwasuluhisha vizuri. Sisi chombo hiki lengo letu kubwa ni kuleta amani. Basi sehemu ambapo itahitajika maliziano tutaomba mkae na tumliziane, na mtakaposhindwa TPF ipo Tanzania nzima kwa ajili ya kuendeleza amani iliyopo Tanzania. Na kila mtu amebaki na amani, mgogoro umekwisha. Tunashukuru sana kwa pande zote mbili. Akizungumza mara baada ya suluhu hiyo, afisa mtendaji wa mtaa wa Rwenge Bahati Sanyenge amewataka wananchi kuwa makini wanapofanya ununuzi wa ardhi na kuhakikisha wanatoa taarifa za migogoro mapema kabla haijakuwa na kugeuka chanzo cha vurugu. Kwa hiyo niseme tu kwamba kwa sababu hili swala limeisha vizuri, wananchi wengine mnapokuwa mnauziana nyumba na nini, basi na sisi tushirikishe, hata kama mmeleta mwanasheria niwepo angalau nijue kwamba hapa pameuzwa, lakini sehemu fulani wanapakana na nani na sehemu fulani wamepakana na nani. Je, sehemu waliopakana kuna mgogoro au kuna mgogoro?